Mnada wa kwanza wa zao la ufuta kupitia chama kikuu cha ushirika cha Runali, leo tulikuwa na jumla ya kilo milioni 2,635,811 za ufuta ambazo zimeingizwa sokoni. Majumuisho ya bei zote za mnada wa leo kwa kilo zote zilizopelekwa sokoni, bei ya juu ya mkulima tuliyoipata ni shilingi 2,510 na bei ya chini shilingi 2,430. Katika minada iliyopita ya mazao mengine, kwa swala la malipo yalikuwa yameenda vizuri, hakuna shida, na tunaamini mmejipanga vizuri kwenye minada yetu ya ufuta, nayo malipo yatakwenda vizuri. Malipo yanapoenda vizuri kwa mkulima, hata kuna shida. Hata kama kulikuwa na changamoto ndogo ndogo zinaweza zikajifuta, lakini kama malipo yakawa yanachelewa kwa muda mrefu, rejection zinakuwa nyingi na vitu vingine kama hivyo, nadhani hata ile imani ya mkulima inakuwa inapungua. Kwa hiyo niwaombe sana tuhakikishe malipo ya mkulima yaweze kwenda kwa muda mwafaka. Lakini kwa wakulima wenzangu niwaombe sana tuhakikishe ubora katika ufuta wetu. Kwanza wakulima wenyewe watangulize uadilifu, uaminifu. Lakini vyama vyenyewe ambavyo vinapokea mzigo kwa maana makarani, uadilifu na uaminifu wa utangulize. La pili nizungumza juu ya kopra. Kopra mmesema kama niye ndio watu wa mazao mchanganyiko, lakini hatuwaone chini huku. Hatuwaone kwa wakulima. Sasa sijui mnawasaidia nini wakulima hapa? Maana tayari na Lengele wapo wanaenda kwenye mashamba ya wakulima. Bodi ya korosho na yeye wapo wameleta mpaka maafisa ugani wa bodi ya korosho kushughulikia zao la korosho. Yeye kopra mpango wenu ukoje? Au mpango wenu tu kukaa juu tu kupanga tozo nini? Basi ni waombe tushikeni chini, nendeni kwa mazingira, muone mazingira ya wakulima. Kama jambo lolote ambalo mnalipanga la tozo la nini, mjue mna tozo kweli hii ambayo mmeiandika ni ya uhalisia, inamsaidia mkulima, inamsaidia msafirishaji, inamsaidia mfanya biashara, au inaumiza watu. Ili la msingi sana. Usikae ofisini tu. Nendeni chini, tunaomba mje chini tuwaone kama nani kweli tunataka kunyanyua mazao haya ya mchanganyiko. Hiyo kikubwa nilikuwa tunaomba hata waingie watu wa pembejeo, waingie kwenye kilimo cha ufuta, nacho watusaidie wakulima tupate pembejeo. Maana tunasababisha sasa tukipata pembejeo za korosho tunazibana, yani kwenye mikorosho hatupulizi vizuri, ili baadaye tuende nazo kwenye ufuta. Kwa hiyo bado tunakuwa 50-50 tupate mazao yaliyokuwa bora. Kwa hiyo tunaomba sana hasa wakopa walioingia watutembelee wakulima, watugee na hao pembejeo ili tuboreshe mazao yetu yaingie kwenye masoko ya upinzani.